Kwa hivyo mwanamke ajue jukumu la kwanza lake si kutafuta hela, hapana. Jukumu la kwanza mwanamke kwake ni kulea watoto wake, ni kumtunza mume wake. Hii ndio au min aulawiyatiha, katika first priority zake iwe kwanza ni nyumba yake. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu mas'ulatun fi baitiha. Mwanamke jukumu lake ni nyumba yake, lakini kwa kujisahau leo kina mama tukaona majukumu yetu yako nje, ndiyo tumeharibikiwa ndani ya majumba. Na hastahiki mwanamke kumsahau mwanawe. Jamani, kuna familia moja, mume na mke walikuwa na mtoto wao mdogo, lakini baada ya mwaka mmoja au miezi 6 kupata mtoto, yule mke akawa mgonjwa. Wakaenda kwa matibabu nje. Safari ilikuwa ni ya meli. Walipokuwa kule kwenye matibabu, akaambiwa yule mume na mkewe kwamba huyu mke hatibiki tena, ugonjwa umefika stage fulani ambao hauwezi kutibika. Kwa hivyo arudi nyumbani, mfurahishe mkeo, akule vizuri, lakini haya magonjwa hayana tiba. Wakati wanarudi, ile meli ikazama, ikawa inadidimia baharini, wanaokolewa watu. Ikafika mume na mke ndio wamebaki, lakini nafasi ni moja peke yake. Nafasi ilobaki ni moja peke yake ya kuokolewa. Yataka mtu mmoja ndio ile boti iondoke. Mke alikuwa nyuma, mume alikuwa nyuma, mke alikuwa mbele. Yule mwanamke akamshika nguo yule mumewe nyuma, akamleta mbele. Meli ile ya makafiri wakashangaa, kwa sababu wenyewe wamezoea sema ladies first, Sasa lady mwenyewe akamleta, tumeelewana? Likawashangaza, akamsukuma, ikabidi ile mume aingie. Mwanamke yule ikawa ni mwenye kufa maji pale, azame na lile meli. Tukio hili lilisumbua sana vichwa. Yule mwanamke yule mume ndiye alimsukuma yule mwanamke, akamleta nyuma, akaingia yeye. Watu wote wakamlani yule jamaa walioko kule, mbona hakusema kitu. Lakini na yule mwanamke naye akafurahi, akimwaga. Wewe ingekuwa akusukume aingie yeye, ungemwambia nini? Laana, I hate you, Lakini huyu mwanamke akamwambia neno zuri, rafaqatka salama, Allah kufikishe kwa amani. Lakini neno la pili wafikiri alimwambia nini? Akamwambia mtunze vizuri mtoto wangu. Angalia, hakusikia dhiki kwamba yeye yuwafa, akafurahia mumewe aende kwa sababu aweze kwenda kumlea nani? Mtoto wake. Hivi ndivyo mnavyotakikana wanawake. Mtambue kwamba watoto wetu wamemulikwa na hasara na hatari nyingi leo. Walituletea madawa ya kulevya. Si lengo si mwingine, ni kumlenga mtoto, kwa sababu huyu ndiye yuko kwenye umri unaomruhusu kufanya anachotaka, ana uwezo wa kufanya chochote. Wakamletea madawa ya kulevya, ambapo nguvu ile itaisha, mawazo hana tena, aklu razini, akili mzuri itapotea, mwisho itakuwa hata kuoga hawezi, na mwisho ni kaburi linamuondosha mapema mtoto kama yule. Lakini wakaona madawa ya kulevya yanachelewesha, kwa sababu labda akilewa akija nyumbani utamjua haraka. Leo wameleta jambo lingine, hii LGB. Ukiangalia hii malengo makubwa ni kuja kumaliza ulimwengu, kwa sababu tabia inaomlinda mwanadamu ni haya. Alhayau minal iman. Wakaona kwamba hakuna kitu chenye kuondosha imani ila mtu atakosa haya.
leo likaja jambo hili, watoto wa kike kujisikia mimi ni mwanamke, naweza kuwa mume, mume anajiona anaweza kuwa mke. Haya ikishapotea, basi hakuna tena maisha katika dunia. Kwa hivyo haya yote hatuwezi kupambana nayo kama nyinyi wanawake hamtakuwa smart, hamtakuwa na moyo wa mzazi anayeamua kufa yeye anusurike mwanawe. Punguza mishwari yako, punguza mambo yako, shughulika sana katika kumlea mtoto wako, malezi ya dini yako.